mzee Mtei. Tumekuja hapa kusherehekea maisha, na bahati nzuri Mungu amempa maisha marefu ya kuishi duniani. Tumekuja kusherehekea maisha ya uwepo wake hapa duniani. Kesho asubuhi tutaanza ratiba asubuhi kabisa, saa 3 asubuhi. Saa 3 tungeomba wanachama wetu wote, kwa sababu kuanzia hiyo saa 3 kutakuwa na kumbukizi ambayo tutatoa viongozi mbalimbali ambao wanamfahamu, wamefanya naye kazi kwenye Chadema tangu alipoanzisha chama na mpaka anastaafu. Wataeleza historia ya maisha yake, na hiyo itasimamiwa na chama moja kwa moja kwa muda wa risali moja, tutaeleza. Lakini kwa sasa tutakwenda hospitali ya Seriani ambapo tutauchukua mwili na utaongozwa na wanachama wetu pamoja na familia, na tutauleta mpaka hapa nyumbani tayari kwa maandalizi mengine ya kesho. Lakini kwetu sisi tumepoteza mtu wa muhimu kwa kweli, mtu ambaye amefanya kazi kubwa na ya kipekee katika nchi hii, na mtu ambaye ameasisi chama hiki tunachokiona ambacho ni tishio kubwa sana kwa serikali ya nchi hii. Uwepo na existence ya CCM, tishio lake kubwa ni Chadema, na hili ni wazo la mzee Mtei. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa hiki alichotufanyia sisi kama wanachadema na kama Watanzania na dunia nzima. Chadema sasa ni chama ambacho kipo everywhere duniani hapa. Kwa hiyo ni hayo. Nashukuru sana. Makamu Mwenyekiti, kuna swali kuhusiana na ujio wa ugeni wa serikali. Kwenye mitandao ya kijamii inaelezwa kwamba rais huenda akaja Dr. Samia. Je, chama mna taarifa za mgeni gani wa kiserikali ambaye amewasiliana na familia atakuwa? Mimi sio msemaji wa serikali, na kama mnavyojua sisi Chadema hatujashiriki kwenye tukio lolote linaloitwa uchaguzi. Hatutambui serikali iliyopo kwa sababu ni serikali iliyojiweka madarakani bila ridhaa ya umma kwa mtutu wa bunduki. Kwa hiyo sisi hatutambui kama wanakuja, kwa sababu hata hivyo hatupangi ratiba ya serikali. Niulize mambo yanayohusu Chadema, nitakuwa tayari ku clarify mambo ya Chadema na mambo ya nchi yetu. Lakini mambo ya mtu mwingine ambaye anakuja msiba, watu hawatoi kadi. Yes. Yes, hili ni la muhimu. Kisheria court injunction inaweza kudumu kwa miezi 6 peke yake. Sasa wanasheria wetu watafafanua vizuri, akiwemo mwanasheria mkuu wa chama, lakini wakili Welwel yuko hapa kwa sababu najua chama chetu kimesheheni wanasheria. Sasa unapofanya matukio ya hira, mwisho wa siku unakuta huja update vile vitu, na mpaka ina elapse muda ule wa injunction unaisha, hawakuwahi kuenda kufungua tena hilo zuio ambalo hawawezi tena kuliomba. Kwa hiyo sisi kwa sasa, kama alivyoandika mwanasheria mkuu wa chama, hakuna injunction tena yoyote ya kuzuia kufanya shughuli za chama, na tutatoa program sasa ku roll out ni nini tunaanza nacho rasmi, na tutakuwa tayari kwa mikutano ya chama, vikao vya chama, ofisi za chama kufunguliwa nchi nzima. Na Chadema kama alivyosema mzee Mtei, hili neno hakuna kulala mpaka kieleweke, ameliasisi mzee Mtei. No compromise. Si kama mnaelewa, linabeba ujumbe mkubwa. Kwa sababu kuna watu nimesikia wanasema mzee Mtei hakuwa confrontational. Ukisoma hilo neno linakuambia nini? Message. Hakuna kulala mpaka kieleweke. Maana yake hakuna kukata tamaa, hakuna compromises za uongo, hakuna vitu vya ambavyo havina maana mpaka ambapo tutakapobadilisha nchi hii. Kwa hiyo sisi tutahili neno rasmi, kwa sababu sasa kama chama kitakuwa hakina zuio, watakaokuwa wanafanyia fujo kama mausidi ambao umeona nchi nzima. Leo tunazungumza hapa, mwenyekiti wetu wa wilaya ya Mbeya vijijini amekamatwa kwa sababu anahoji kwa nini OCD akashushe bendera ya chama. Ni kitu ambacho hakijawahi kutokea, very strange. Lakini pia mnajua kuna vyama vinaitwa vyama 10 na ngapi kwenye nchi hii. Kuna chama kingine chochote kinachoshushiwa bendera na polisi wenyewe, sio CCM, polisi.
Maana yake CCM wameshindwa, hawawezi kudeal na sisi. Sasa tuna deal na dola, na ndicho kinachoendelea. Dola ikikaa pembeni tu, tutakuwa pale juu, tumekaa pale tunaongoza nchi hii. Hilo halina ubishi. Kwa hiyo ndio hivyo tu. Okay, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tumeona Chadema imepewa muda moja kwa kesho, na leo umepewa nafasi hiyo kuchukua mwili na kuja nao, na huyu ni mwasisi wa Chadema. Kwa maana hiyo, labda pengine huu msiba ungeendeshwa labda na Chadema, labda hizo taasisi ambazo amefanya kazi pengine labda zingeshirikishwa. Kwa hii nafasi ambayo mmepewa kama chama, na nayo kwamba inatosha kabisa, au unaona kuna sehemu ambayo haijakaa sawa? Kwanza pole kwa yale yaliyokukuta, si ni wewe? Kwa hiyo tunaposema tunataka mabadiliko, ni pamoja na nyie kuwa huru kufanya kazi zenu, na hayo ndio tunayoyapigania. Na we've been saying kwamba nobody is safe katika mazingira ya kidikteta. Hakuna aliye salama. Kwa hiyo waliokuwa na kuzuia wewe kufanya kazi, kwa sababu umeniuliza swali na nitumie nafasi hii Kurani, wao walikuwa wanafanya kazi yao, lakini hawakutaka wewe ufanye kazi yako. Usipofanya kazi yako, maana yake watoto wako hawatakula, lakini yeye wakati huo watoto wake wanakula. Kwa muelewe haya mambo, haya mapambano sio ya Chadema, ni mapambano yetu sote, kwamba nchi hii lazima iwe nchi ya haki, ya demokrasia na inayojali haki za binadamu, na hicho ndicho alichokipigania Mzee Mtei, na ndio maana alichoanzisha chama hiki. Kwa kurudi kwenye swali lako, njia kuelekea shambani, pia wale security wetu wanasaidia kuhakikisha kwamba mambo kwa sawasawa, na pia waweze kuelekea pale mara chakula. Tunaporudi kwenye swali lako, ratiba rasmi haijatoka ya kusema kwamba tumepewa saa moja. Kwa vyovyote vile, sisi hapa ni wafiwa, yaani hilo lieleweke. Sisi ni wafiwa kabisa. Huyu ni mzee wetu, ni mwasisi wa chama chetu, ni mtu mwenye kadi namba 1. Kwa chochote kitakachofanyika hapa kitafanyika kwa masikilizano kati yetu na familia. Sisi ni sehemu ya hii familia, ni sehemu. Huyu mzee ukimuuliza maisha yake kabisa tangu astaafu serikalini ni Chadema. Kwa hiyo hakuna mtu hapa ambaye amekuja hivi na ambaye atanyimno. Hiyo haipo. Tuache hayo mambo ya mtaani. Tutapata nafasi ya kutosha, na hata kwenye tukio lile rasmi kabisa, nina imani na nina uhakika kwamba Chadema itakuwa visible na itapata nafasi ya kutoa message kwa ajili ya mzee na kwa ajili ya Watanzania. Mwenyekiti, swali langu mwisho kwako, wale ambao huenda wanapambana Chadema katika hizo mpigania, wakati mwingine watamani labda kitu na kama hivyo, leo nao ni miongoni mwa watu ambao wako msibani wakionyesha huzuni zao sana juu ya kifo cha Mzee Mtei. Labda katika hili sasa, msiba huu umesimamiwa na serikali kwa sababu alikuwa mtumishi wa serikali kipindi hicho, ama unasimamiwa na chama? Lakini kwanza kwa wale ambao nao wanahuzunishwa, lakini ukigonga mlango wa nyuma ndio wanakuja ngumu za kuwa. Niseme hivi, msiba unapotokea watu wote huwa wanashiriki kwa kweli. Sijai kuona sehemu yoyote mtu amezuia mtu asiende msibani au asishiriki kwenye msiba, kwa sababu Mzee Mtei amekuwa governor wa BOT wa kwanza katika nchi hii. Amekuwa waziri wa fedha, amefanya kazi IMF, amefanya kazi East Africa Community. So, sisi we are proud kwamba mwasisi wa chama chetu ni msomi mkubwa na mtu mwenye track record safi. Kwa mengine tutazungumza. Kwa hiyo msiba huu ni wa wote na wote wana haki, hata wale tusiopendana nao watakuwa na nafasi yao hapa, wala hatuwezi kuwazuia, kwa sababu rafiki yangu sio necessary awe rafiki yako, anaweza kuwa adui yangu akawa rafiki yako. Kwa hiyo wengine ni watu wa familia, na sisi kuna mipaka kati ya chama chetu na family na watu wanaokuja hapa. Makamu Mwenyekiti, samahani, jana kulikuwa kuna taarifa kwamba ujumbe wa Mheshimiwa Lissu ungesomwa kwenye kumbukizi.
ujumbe bado upo? Tutasema baadaye, hilo naomba tulispeke sasa. Mwenyekiti, mwisho Mtei angekuwepo sasa hivi kwa siasa zinazoendelea sasa hivi za masuala ya ukandamizaji wa demokrasia, yeye kwa mfano angekamatwa angepewa kesi gani? Kwa sababu huenda baadaye mtafanya exclusive